Na tukisalia na hayo ya watoto, wasimamizi wa makao ya watoto yatima wameelezea wasiwasi wao kuhusu pendekezo la serikali la kufunga makao hayo na kuwaunganisha watoto na familia zao. Kulingana nao, watoto wengi hawawezi kurejea walikotoka kutokana na mazingira magumu, ikiwemo baadhi yao kukosa kukubalika na jamii zao. Aidha, wamesisitiza kuwa wahisani wameendelea kuwa nguzo muhimu katika kuwalea watoto hao na kuwapa matumaini ya maisha bora baadaye. Walikuwa wakizungumza katika makao ya watoto ya Baba Nyumbani mjini Kitale. 20 years. The government is talking about closing children's homes. We are aware of that. We want to work as a rescue center. We want to work as a child welfare. We want to advocate. We want to fight for these children. And I know that I have your promise to continue opening the doors we need in Kenya. And I know that the government's going to come find us and help us. Because the things that we are doing is radical. It is transforming lives. And it is creating human beings that know how to change the world. And if you want to change the world, it starts with children. Nimekuja tu kuambia kwamba serikali ya kaunti ya Trans Nzoia iko tayari kushirikiana nasi zote katika mazungumzo ya kusaidia Baba Nyumbani. Ili iwe. They are our children and they need our support. And I want to thank you all for coming to stand with the vulnerable children and the orphaned children. May God bless you.